Katika milima ya Afrika ya Kati penye historia iliyochorwa kwa maumivu na matumaini, anasimama mwanaume ambaye jina lake limegeuka kuwa mwanga wa matumaini kwa taifa lilogubikwa na giza kuu. Paul Kagame si tu kiongozi, bali ni hadithi hai ya ushindi dhidi ya machafuko. Mtu ambaye alisimama katikati ya magofu ya nchi iliyovunjika, akaanza kulikusanya taifa hilo kama vipande vya kioo vilivyovunjika, akavipangilia kwa ustadi hadi kuliunda upya taifa la Rwanda. Paul Kagame alizaliwa mwaka 1957 katika kipindi cha misukosuko ya kisiasa, na alipokuwa mtoto mdogo familia yake ililazimika kukimbia nchini Rwanda. Akiwa mkimbizi nchini Uganda, alikuwa katika mazingira ya kukosa, lakini moyo wake haukupungukiwa na ndoto. Ndani ya ukimya wa hifadhi na hofu, alijifunza thamani ya utu, mshikamano na mapambano yasiyokata tamaa. Ni kutoka huko alikojifunza siasa ya maisha kabla ya kujifunza siasa ya vitabu. Alipojiunga na harakati za ukombozi wa Rwanda kupitia kundi la Rwandan Patriotic Front, hakuwa tu kamanda wa kivita, bali alikuwa mtunza wa ndoto ya mamilioni waliokuwa wakikosa matumaini. Wakati dunia ilipoziba macho yake kwenye janga la mauaji ya kimbari mwaka 1994, Kagame hakuwa kimya. Aliongoza RPF kukomesha machafuko hayo, na kwa vitendo vyake alizima moto wa chuki uliokuwa ukiteketeza roho za wasiokuwa na hatia. Alisimama kama kiongozi wa maumivu, si kwa maneno, bali kwa matendo yaliyookoa kizazi. Alipoingia madarakani mwaka 2000, Rwanda ilikuwa kivuli cha nchi. Haikuwa rahisi, lakini Kagame aliamini kwamba giza halina nafasi mbele ya mwanga wa dhamira ya kweli. Alianza kulijenga taifa hilo upya kwa sera makini, nidhamu isiyoyumba na ndoto za mbali zenye mizizi ya kweli. Alitoa fursa kwa wanawake kushika hatamu za uongozi. Alifufua uchumi kwa kuvutia wawekezaji wa nje na kuigeuza Kigali kuwa mji wa mfano barani Afrika, msafi, salama na wa kuvutia. Ni vigumu kumtazama Kagame asionekane kioo cha Afrika kinachoweza kupendeza. Ni kiongozi anayechukia ubadhirifu, anayesimama kama mlinzi wa rasilimali za taifa lake. Anaamini katika nguvu ya elimu, teknolojia na uchumi wa siasa. Anatazama mbele kwa macho ya kisayansi, lakini miguu yake ipo ardhini, kwenye changamoto halisi za wananchi wa kawaida. Kwa watu wake, yeye si tu rahisi, bali ni nembo ya matumaini. Ni mlima wa imani kwa wapinzani wake. Ni mtu wa misimamo mikali, nidhamu kali, na ni kweli Kagame hafichi misimamo yake. Anazungumza kwa sauti ya uthabiti, akisisitiza kwamba Rwanda ya leo haiwezi kuruhusu kurudi kwenye giza la jana. Anaongoza kwa mfano wa chuma iliyofunikwa kwa glavu ya huruma na ujasiri. Kuna wanaosema amekaa madarakani kwa muda mrefu, lakini hata wakosoaji wake wakubwa wanakiri kwamba ameijenga Rwanda kutoka kwenye jivu kuwa taifa linaloheshimika duniani. Haijawa safari rahisi, lakini safari iliyojaa alama za kujifunza, alama za uthubutu, alama za mapinduzi yasiyo ya bunduki bali ya fikra. Leo Rwanda ni mfano wa Afrika inayowezekana, Afrika isiyohitaji misaada ya huruma bali fursa ya haki. Ni nchi iliyojitegemea zaidi, inayoheshimu nidhamu na utaratibu, na katika kiini cha mafanikio hayo anasimama Paul Kagame, mwana mapinduzi wa kisiasa, shujaa wa ukimya, fundi wa matumaini na kiongozi anayechora mustakabali wa taifa lake kwa kalamu ya hekima. Historia ya Rwanda haiwezi kuandikwa bila jina lake kuonekana kwa wino wa dhahabu. Ni zaidi ya raisi, ni hadithi, ni alama, ni dira ya taifa lililoamua kutembea kwa miguu yake yenyewe, likiwa limetakaswa na machozi ya jana na limeshikwa mkono na imani ya kesho. Lakini hadithi ya Paul Kagame haimalizi tu katika ujenzi wa barabara au majengo marefu ya kisasa. Hadithi yake iko ndani ya mioyo ya watu wa Rwanda wanaokaa darasani leo wakiwa na vitabu mikononi badala ya bunduki. Iko kwenye sauti ya wanawake waliokuwa wakihofia kujieleza, sasa wakisimama kama wabunge, mawaziri, wajasiriamali na viongozi katika jamii. Iko kwenye tabasamu la mama anayepata huduma bora hospitalini vijijini, kwenye macho ya kijana anayepata mtandao wa internet kwa mara ya kwanza kijijini, kwenye ushindi wa mwananchi anayeona taifa lake linakuwa kila siku mbele ya macho yake. Kagame ameibadilisha fikra ya uongozi wa Afrika, si kwa maneno matamu ya kisiasa, bali kwa matendo yanayosemwa
na takwimu, matokeo na sifa za kimataifa. Rwanda sasa ni moja ya nchi salama zaidi barani Afrika. Rushwa imebanwa kwa nguvu na sheria ya heshima. Kodi inalipwa kwa hiari. Mahakama inafanya kazi kwa kasi na ufanisi. Ndoto ya utawala wa sheria ambayo mataifa mengi imekuwa hadithi, kwa Kagame imekuwa uhalisia. Na si tu kwa mipaka ya Rwanda, sauti ya Kagame imesikika katika majukwaa ya kimataifa kwa msimamo wa kipekee na wa kujiamini. Anapozungumza katika Umoja wa Mataifa au mikutano ya Umoja wa Afrika, haongei kwa kuomba huruma, bali kwa sauti ya bara lililoamka. Mara nyingi hotuba zake zimekuwa za kuchochea fikra mpya za Afrika inayojiongoza, Afrika inayojipenda na Afrika inayojitambua. Ndiye kiongozi ambaye anaamini kuwa Afrika si bara maskini, bali bara lililohujumiwa kwa muda mrefu, na sasa ni wakati wa kusimama. Katika siasa zake amejenga utamaduni wa kutovumilia viongozi wavivu na waovu. Amekuwa kama mlinzi wa maadili ndani ya serikali, akiamini kuwa maendeleo hayaji kwa miujiza, bali kwa nidhamu na mtu mmoja mmoja kwa wengine. Hili limeonekana kama udikteta, lakini kwa Wanyarwanda wengi ni nguzo ya imani na maendeleo. Maisha ya Kagame yamejaa sadaka na kujitolea. Haishi maisha ya anasa, hana upepo wa sifa usio na msingi, hutembea kawaida, huzungumza kwa sauti ya upole lakini ya msisitizo. Katika nyuso za watu wake anaona wajibu, si sifa. Katika kila jengo jipya, barabara mpya, shule au hospitali, anaona matokeo ya mapambano yake ya miaka mingi, mapambano yaliyolenga kutengeneza taifa linalojitegemea kwa heshima. Ni vigumu kuzungumzia Paul Kagame bila kutaja namna alivyojenga uzalendo mpya kwa taifa lake. Amefanya Wanyarwanda kujivunia uraia wao, amewafundisha kupenda bendera yao, lugha yao, historia yao na mustakabali wao. Amekuwa mlezi wa utambulisho mpya wa Rwanda, nchi inayofuta machozi ya jana kwa kutazama kesho ya mikono miwili iliyo tayari kushika kalamu na si bunduki. Katika dunia ambayo mara nyingi hujenga mashujaa kwa maneno kuliko matendo, Kagame amekuwa tofauti. Matendo yake yameandika jina lake katika historia ya Afrika kwa wino wa kudumu. Ametufundisha kuwa unaweza kuwa mkali bila kuwa katili. Unaweza kuwa imara bila kuwa katili. Unaweza kupenda watu wako kwa vitendo, si kwa maneno ya kampeni pekee. Na hata kama siku moja historia itamhoji, majibu yake yapo. Kutoka katika mafanikio ya taifa lake, Rwanda ya leo si tu alama ya amani, bali ishara ya kuwa Afrika inayoweza kupona, inaweza kusimama na inaweza kutembea kwa fahari yake. Na kwa hayo yote, jina la Paul Kagame halitakaa lisaulike. Litasimama milele kama alama ya kiongozi aliyethubutu kuaminika, kiongozi aliyethubutu kujenga na kiongozi aliyethubutu kupiga mvuto wa kuvunjika kwa taifa lake. Kwa kweli, Rwanda haikupata tu rais, ilipata fundi wa matumaini, mchoraji wa kesho na mlezi wa roho ya taifa. Makala haya yameandaliwa na Yusuf Mpuma na yamesomwa kwako na mimi Abubakar Malulu, na hii ni Anwari TV.